Chama cha Mapinduzi, mtu anaweza akajiuliza CCM inashindaje? CCM ipoje? Sisi tuna mifumo mpaka kwenye mashina, wenzetu hawana. Sisi tuna balozi, vyama vingine hawana balozi. Sisi tuna uongozi wa tawi, vyama vingine havina matawi. Tuna uongozi wa kata, vingine havina hata hizo kata. Tuna wilaya, tuna mkoa, tuna taifa. Sasa chama cha siasa hakina kata, hakina tawi, hakina shina, na shina ndio msingi wa wananchi, kwamba balozi mmoja anakuwa anamiliki. Zamani walikuwa wanasema nyumba 10, sasa hivi tumeongeza mpaka 50, maeneo mengine zitaongezeka mpaka 100, kwamba mtu mmoja anawajua majirani zake wote ni hawa hapa. Zoezi la kura zikifika, balozi anashtua watu wake, jamani, twendeni tukapige nini? Kura. Vyama vingine havina huu mfumo. Uchaguzi ukija, CCM imeshinda kwa 97%, mtu anashangaa. Unashangaa nini? Tuna machinery ambazo zipo zimeshuka mpaka chini kabisa. Kwa hiyo tutakwenda kutembelea hizo machinery zetu. Kwa hiyo tukiingia Manyoni, pamoja na kukagua miradi ya serikali, pamoja na kuzungumza na wananchi, tutashuka kwenye mashina yetu kuongea na mabalozi wetu, kuongea na kamati za mashina. Baada ya hapo tunakwenda sasa kwenye mkutano wa kero, kwenda kusikiliza umma unatuambia nini. Hivyo nitumie fursa hii katika kuhitimisha, moja, kuwakaribisha waandishi wa habari. Karibuni sana katika ziara yetu, na tunawashukuru namna ambavyo mnaripoti matukio ndani ya nchi yetu, na hii inathibitisha kwamba uhuru wa vyombo vya habari ndani ya taifa letu uko vizuri, na ndio maana leo mmejaa kwa wingi namna hii. Lakini jambo la pili, niwaombe kuwaalika wananchi wa mkoa wa Singida kuweza kujitokeza katika mikutano yetu. Tunakwenda kuitenda kazi ambayo wametupa ya kwenda kuisimamia serikali yetu. Lakini jambo la tatu, nitumie fursa hii kutoa wito kwa viongozi wa umma katika maeneo ambayo tunakwenda. Wale ambao wanaona kwamba kuna kero zitawagusa, wawepo eneo la mkutano. Haitapendeza tufike huko kiongozi wa serikali ambaye analipwa mshahara hayupo. Chama hakitasita kuchukua hatua mara moja. Hivyo nitumie fursa hii waomba viongozi wa umma tushirikiane, twende tukasikilize wananchi, tujue wana nini, na majawabu yatatolewa hapo kwamba nini kinapaswa kufanyika. Lakini tutazingatia kauli mbiu yetu, kazi na utu, tunasonga mbele, kwa sababu chama chetu, Chama cha Mapinduzi, chama cha Watanzania, ni chama ambacho kinathamini utu wa kila mmoja. CCM ni chama kiongozi, ni chama cha siasa kikongwe, kwamba lazima tukumbuke kwenye records kwamba bila CCM hakuna upinzani, hakuna vyama vya upinzani. Maana CCM ndio walioridhia mwaka 92 kwamba tuwe na mfumo wa vyama vingi, japo Watanzania wengi walikataa kipindi kile, ila Chama cha Mapinduzi na uongozi wake wakasema lazima twende kulingana na mabadiliko ya dunia. Kwa hiyo sisi, wanatoka watu wa vyama vingine kuja Chama cha Mapinduzi, ndio hoja yako imejikita hapo. Kwa nini tusiviache labda vikue? Sisi hatuiti mtu ndani ya CCM, ila watu wanakuja wenyewe ndani ya nini? Ya CCM. Mtu anaangalia sera zipo, ndio. Ilani inatekelezwa, ndio. Maendeleo yanapatikana, ndio. Hiki chama kinadumisha misingi ya kitaifa, ndio. Sasa mtu kwa nini abaki kwenye chama ambacho anaona hakitakuja kuchukua nchi hata kifanye nini? Wewe ni shabiki wa timu gani, mwandishi wa Mwananchi? Simba. Simba, na mimi ni Simba. Sasa tunaona kama mpira, mchezaji ukiona kule amekata tamaa. Juzi nimeona Kibabage Nixon ameondoka, ameenda wapi? Simba, si ndio bwana? Ametoka Singida, ila ukisoma ile taarifa kwenye gazeti nilivyosoma, wanasema kwamba ameenda ili akakue. Kwa sisi tunawaleta wakue, wakichoka wanaweza wakaendelea na utaratibu mwingine. Kwa hiyo sisi ni chama walezi, tunalea, na ndio maana 2000 na mwaka 95 Mrema alitoka CCM akaenda wapi? NCCR. Baadaye akarudi wapi? TLP huko, si ndio? Baadaye akaenda sijui chama gani kimemlea CCM, akaamua kutoka, chama kijamzuia. Ukija tena hapo katikati alikuwepo mzee wetu mzee Lowassa, amekaa CCM akaenda wapi? Chadema. Baadaye akarudi wapi? CCM. Akanusa hawa jamaa sio, lazima nirudi huku. Kwa hiyo bado tunatoa wito kwamba vyama
vya upinzani ikiwemo chama cha Chadema ni vyama ambavyo bado tunavilea, kwa sababu ni vyama ambavyo ni vya matukio, na nyinyi mpo kwenye mitandao, kila ajenda ikitokea duniani wameshaibeba. Amekamatwa Maduro, wote wameenda na upepo wa Maduro, mmeona kwenye mitandao. Ikitokea kanisa limesema hivi, wote wameenda huko wanatembea nao. Ikitokea Diamond amesema hiki, wote wameshamvaa Diamond, wameenda naye. Sasa hawa tunawalea, wakisha komaa wakawa na sifa za Chama cha Mapinduzi, labda mwaka 5200 tunaweza tukasema basi sijui, lakini Chama cha Mapinduzi kitaendelea kuwa chama kiongozi, kitawalea, na ndio maana tunaanzisha pia maridhiano kupitia mwenyekiti wetu wa chama, japo wanasema hatuji. Sasa unaona bado ni utoto, mtoto anadeka. Mtoto anadeka, baba staki ugali, mimi staki. Baba njoo bwana, njoo, staki, kananuna, baadaye kanakaa, mambo yanafanya nini, yanaendelea. Kwa hiyo hata wakati nasikiliza hotuba juzi ya ndugu mmoja anaongea wa chama kile, anasema kwamba wanaenda kuwa na maadhimisho ya wiki ya kuzaliwa miaka ya chama chao. Nyinyi mnayaona watu hawana watu na wanaendelea mpaka leo tunapoongea hapa, wanaadhimishia watu. Ila subirini tarehe 5 Chama cha Mapinduzi kinapozaliwa, ndio hapo mtajua ukubwa wa nini wa Chama cha Mapinduzi. Chama chetu cha Mapinduzi kinaamini kuwa siasa za kitaifa hazipaswi kuendeshwa kwa jazba, hazipaswi kuendeshwa kwa lawama au maneno ya kukatisha tamaa, bali siasa zetu za vyama vyote inabidi ziongozwe kwa hoja, ukweli na dhamira ya kulijenga taifa letu. Chama makini na chama imara hakikimbii hoja, hakikwepi mijadala, bali kinaungana na wananchi kuweza kusikiliza, lakini kuhakikisha siasa inafanyika katika kuwaletea wananchi maendeleo na sio kuleta madhira au madhara kwa umma. Kwa nini nasema kauli hii? Vipo baadhi ya vyama vya siasa ambavyo kazi yao kubwa ni upotoshaji, kudandia ajenda zisizo na msingi, kuligawa taifa, lakini kutokuwa wa kweli. Kila ajenda ikitokea duniani wameshaibeba. Amekamatwa Maduro, wote wameenda na upepo wa Maduro, mmeona kwenye mitandao. Ikitokea kanisa limesema hivi, wote wameenda huko wanatembea nao. Ikitokea Diamond amesema hiki, wote wameshamvaa Diamond. Hivyo nitumie fursa hii kuomba vyama vyote vya siasa tukiongozwa na Chama cha Mapinduzi, twende kwenye mijadala ya hoja, ya kujenga hoja. Siasa ni pamoja na kusikilizana, ila chama chochote kinachokimbia mijadala, maana yake hicho chama kimekufa. Na vyama hivyo vipo, na vingine mnasikia havitaki maridhiano, vinasema hatutaki kukaa meza moja. Sasa hawa ajenda yao sio njema kwa taifa hili. Hivyo niombe Watanzania waweze kujinasibisha na vyama ambavyo vimebeba ajenda za maendeleo, ajenda za amani, ajenda za umoja na mshikamano ambao utaleta ustawi katika maendeleo yetu. Waandishi wa habari, napenda nitumie fursa hii kwamba kuwajulisha Watanzania na wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwamba tunakwenda kuanza ziara ya kikazi na ziara ya kimkakati nchi nzima. Kama ambavyo nimesema awali, tunakwenda kuangalia yaliyoahidiwa yanatekelezeka, lakini kwenda kukijenga chama chetu kama ulivyo utamaduni wa Chama cha Mapinduzi wa miaka yote, kwenda kukutana na wapenzi, mashabiki na wanachama wetu, lakini kwenda kukutana na Watanzania kusikiliza changamoto zao, kero zao na mambo ambayo wanataka kutuambia sisi kama chama, ili tuweze kuyachukua na kwenda kuyafanyia kazi. Hivyo nitoe taarifa kuanzia tarehe 19 mwezi wa kwanza mwaka 2026 tutaanza ziara katika mkoa wa Singida. Na mkoa wa Singida tutatembelea wilaya zote. Tutaanza na Manyoni na kuendelea na wilaya nyingine mpaka tutakapohitimisha tarehe 22 kwa awamu ya kwanza. Lakini hii ikiwa ni sehemu ya dhamira thabiti ya Chama cha Mapinduzi kushuka chini, kukutana na wananchi ana kwa ana
kusikiliza na kuzitafutia ufumbuzi kero, lakini kuendelea kulinda misingi ya heshima na mwelekeo wa taifa letu pamoja na ujenzi wa chama chetu. Kama ambavyo mnafahamu, Chama cha Mapinduzi ndio chama kikubwa hapa nchini, lakini chama kikubwa Afrika na chama kikubwa katika vyama vitatu duniani vikubwa vya siasa. Huwezi kukitaja ukaacha kukitaja Chama cha Mapinduzi. Na nyinyi waandishi wa habari ni wasomi wazuri, mkipitia kwenye record zenu mtaona baada ya CPC ya China tunaingia pale Chama cha Mapinduzi kuhakikisha tunaongoza siasa zetu. Hivyo ziara hii inalenga kuimarisha uimara wa chama, lakini nakwenda kusisitiza kwamba CCM ndio chama cha wananchi, chama kilichobeba dhamana ya kulinda amani, umoja, mshikamano na kuleta maendeleo chanya ya taifa letu. Hivyo katika ziara hii chama kitafuatilia utekelezaji wa ahadi ya mwenyekiti na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alizotoa kipindi cha kampeni, ikiwemo zile siku 100 ambazo nimeeleza hapa. Tunaendelea kuchakata ahadi zote zile za siku 100 ambazo Mheshimiwa Rais aliahidi katika mikutano ya kampeni, kwenda kuona zimetekelezwa au zinatekelezwa au zina mkakati gani wa kuweza kutekelezwa, kwa sababu zipo ahadi ambazo zimetekelezwa kwa 100%, lakini zipo ahadi ambazo zipo katika mchakato zinaendelea, na nyingine nafikiri zitakamilika kabla ya hizo siku 100 kuweza kupita.